Ni msafara wa watendaji kwenye taasisi za kanisa la Moravian Jimbo la Kusini. Tulikuwa na kikao kazi kuanzia juzi na jana, tumefanya pale Numwagire, makao makuu ya kanisa letu Rungwe Mission. Sasa leo tumeona kikao kazi kiishie kwa kufanya ziara ya mafunzo. Kwa maana hiyo tunaenda Jimbo la Kusini Magharibi ambalo ni Mbeya. Kwa pale safari yetu inaanzia hapa Rungwe, tutaenda pale Jacaranda, makao makuu ya kanisa la Moravian Jimbo la Kusini Magharibi. Tukitoka pale tutaenda chuo chetu cha ufundi pale Kadege cha Jimbo la Kusini Magharibi, na tukitoka hapo tutaenda pia Radio Baraka ama Baraka TV, na tutajifunza mambo mengi kwa sababu Jimbo la Kusini Magharibi ni watoto wa Jimbo la Kusini. Kwa kuna mambo mengi ya kujifunza kwa ajili ya uendeshaji wa taasisi zetu kama vyuo vya ufundi ama na taasisi zingine, lakini pia tunaenda kujifunza mambo ya usimamizi wa fedha na kadhalika ndani ya taasisi zetu. Kwa hiyo ni msafara wa watu 16. Tumekuwa na magari mawili hapa, tumebeba viongozi wanaosimamia elimu hapa jimboni, wanaosimamia mambo ya ufadhili, na mimi mlezi, katibu mkuu, ndio nimeongozana nao. Tuko na wakuu wa vyuo vyetu vya ufundi 5, yani Ileje, Kyela, Rungwe, Songea na Namtumbo, pamoja na wahasibu wao, ili tuende huko tukajifunze vitu na namna ya kuendesha vyuo vyetu. Mungu awabariki na Mungu awe pamoja nasi katika safari hii, na Mungu aibariki Njiwa Media. Amen. Kwa majina naitwa Mchungaji William Arabugasti Mashimbi, ni katibu wa idara ya nyaraka kumbukumbu, lakini pia naratibu mradi wa capacity development ambao unafadhiliwa na Mission 21. Kwa leo tuna safari ya kuelekea Mbeya, Jimbo la Kusini Magharibi kwa ajili ya ziara ya mafunzo. Tutapita kwenye chuo chetu cha kanisa la Moravian Tanzania pale Kadege. Kwenye timu hii tuko pamoja na wakuu wa vyuo kutoka chuo cha fundi kule Namtumbo, lakini pia tuna mkuu wa chuo cha ufundi pale Songea, tuna mkuu wa chuo cha ufundi Kyela, lakini pia na chuo cha kanisa la Moravian Tanzania Jimbo la Kusini pale Isongole. Timu yetu iko vizuri na tunategemea kupata mambo mengi sana kwenye ruti hii, lakini tunategemea kwenda kujifunza mambo mazuri kwenye redio yetu ya Baraka pale Jimbo la Kusini Magharibi. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Beatrice Joseph, wa chuo toka Songea Moravian. Najisikia vizuri kupata nafasi ya kutalii na kuona shughuli mbalimbali.
Kwa mimi ninaona kama ni kama fursa pia. Vingine sio wale wa zamani, tumenyamaza kimya tukiwa na moyo ule wa ibada. Naitwa David Ando Ndilayaule kutoka chuo cha Namtumbo Moravian. Tumetoka Rungwe tunaelekea Mbeya mjini Kadege. Tunaenda kujifunza mambo mbalimbali ambayo wanajifunza wenzetu ili na sisi tuweze kuyafahamu. Mwambieni Farao tumekuja kivingi. Kwa majina naitwa Imelda Kamwela, mwasibu chuo cha ufundi Moravian Ileje. Nashukuru Mungu tumekuja Rungwe kujifunza. Tumejifunza mambo mengi kuhusiana na fedha, kuhusu namna ya uendeshaji wa chuo, na pia tunatoka hapa tunaelekea Kadege kwa ajili ya kujifunza nini wenzetu wanafanya ili na sisi tufanye zaidi pale tulipokuwa tumepungukiwa. Tumekuja kivingine, sio wale wa zamani, tumenyamaza kimya tukiwa na moyo ule wa ibada. Pelekeni salamu kuwa sisi ni wengine, tunayo nguvu nyingine, tumenyamaza kimya tukiwa na moyo ule wa ibada. Mwambieni Farao tumekuja kivingine, sio wale wa zamani, tumenyamaza kimya tukiwa na moyo ule wa ibada. Pelekeni salamu kuwa sisi ni wengine, tunayo nguvu nyingine, tumenyamaza kimya tukiwa na moyo ule wa ibada. Kushinda vita, kwani yeye Bwana atapigana, nasi tutajinyamazia kimya kimya. Yeye Bwana atapigana, nasi tutajinyamazia kimya kimya. Tuna ujasiri, tunayo nguvu ya kushinda vita. Kushinda vita, kwani yeye Bwana atapigana, nasi tutajinyamazia kimya kimya. Yeye Bwana atapigana, nasi tutajinyamazia kimya kimya. Mpaka tufike nchi ya ahadi, tumeweka pembeni manunguniko. Mpaka tufike nchi ya ahadi, twapiganiwa, tunapambaniwa, sisi tunajinyamazia kimya. Twapiganiwa, tunapambaniwa, sisi tunajinyamazia kimya kimya. Kwenda kusalimia na kutambulisha pia, lakini hapa mbele tuna makamu mwenyekiti Mchungaji Agnes Njeo. Basi nimkaribishe awe na neno la salamu. Wanakondoa ameshinda. Mwandishi wa Biblia. Hongereni kwa safari. Asante. Karibuni sana Jakaranda. Asante. Hapa ndio makao makuu ya kanisa la Mlezi ya Jimbo la Kusini Magharibi. Karibuni sana. Asante. Uwe huru kuuliza na kutaka pia, kwa maana nitaka kufahamu hiki. Kama tunakiweza tunafanya, siogope, mko kwa watoto wenu. Sisi tumetoka kwenu, kwa hiyo mkija huku kuuliza sio vibaya. Ndio maana ya kutoka kujifunza kwa wengine. Karibuni sana. Asante sana makamu mwenyekiti, tunashukuru. Yeye anaitwa kama nilivyosema Mchungaji Agnes Njeo, ndio makamu mwenyekiti.
na mimi naitwa Mchungaji Msiahiha, katibu mkuu. Karibuni sana tena sana, na Mungu awabariki sana. Na tulikuwa tumepatana na katibu mkuu kwamba tutaanzia hapa, na baada ya kutoka hapa tutakwenda pale chuo cha ufundi LVTC. Kwa hiyo tutaona mazingira ya hapa, baada ya hapo tutaelekea kule LVTC. Kwa hiyo katibu mkuu, niukaribishe sana, karibu sana. Pia nikupe nafasi na wewe ili tutambulishie na lile ulio nalo kwa ajili ya kuwafahamu zaidi. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba mama makamu katibu mkuu nasema ndiye la kwanza naendelea kufanya mazoezi. Tunawashukuru sana kwa pia na kutokea kama nilivyosema hapa, tuko watu 18, wengine wamebaki huko, lakini hiyo ni pamoja na madereva. Katika 18 kuna waratibu ambao wanahusika na miradi, kuna wahasibu ambao wako Ugomboni wanahusika na miradi, lakini tuna wakuu wa vyuo vya ufundi 5 ambavyo viko ndani ya Jimbo letu la Kusini. Tuna wahasibu wa hivyo vyuo vya ufundi 5. Tulikuwa na kikao kazi, lakini baada ya kikao kazi ya juzi na jana tukaona haitoshi tu kuishia ndani, tutoke na nje kidogo, tukajifunze kwa wenzetu kutoka Jimbo la Kusini, jirani zetu na watoto wetu, na nini tutajifunza mengi, kwa sababu Mungu anakuwa na makusudi kuwa amefanya jambo kama hili. Lakini pia tunaongozana na Njiwa Media, kwa sababu wakati wote sisi tulikuwa tunazunguka, tunatamani mambo yasiyo fiche wazi, na wengine wao wanaona tunafanya kitu gani. Lakini asante kwa kutupokea na kuwa tayari na kutuzungusha kwenye miradi. Tunaona tutakosa nidhamu kusema tuingie kwenye miradi bila kuwaona wamiliki ambao ni ninyi. Kwa ninyi mkisema karibu nendeni au twende, inakuwa inaleta tija sana. Kiwe asante sana. Hapa kwa ufupi mliotoka kwa ratibu jimboni, asante sana. Nitakusema nani wewe kwa hapo, asante sana. Alafu wakuu wa vyuo, asante sana. Wahasibu, sana. Basi huo nafikiri sasa tujaribu kuwatembeza kwenye ofisi zetu, na mara baada ya hapa hatimaye tuelekee pale ofisi za huku juu. Kuna ofisi ya mwenyekiti, kuna ofisi ya makamu, kuna ofisi ya mtunza hazina, lakini pia kuna ofisi ya ukaguzi wa ndani. Na hapa chini ni jengo la kanisa ambalo ni ushirika wa Jakalana. Kwa viongozi wote wa kanisa na lazima sasa tuelekee sisi. Ni kwa ajili ya kutunzia nyaraka na hapa ni ofisi ya udiakonia. Kwa hiyo anayeingia kati wa udiakonia anaitwa Ima. Kama tunaweza kuingia hawa ndio wageni wetu kutoka Jimbo la Kusini wakiongozana na katibu mkuu, na hawa pia wengi wao ni wakuu wa vyuo na watunza hazina wa vyuo, lakini wanaohusika na miradi pia wametembelea jimbo letu na wageni tunawatembeza ili waone ofisi pia. Labda katibu mkuu, kabla hatujatoka kwenye ofisi hii, pia tutoe shukrani. Ofisi hii imetoa huduma sana kwenye jimbo
jengo letu. Tumezunguka kwenye vyuo vyetu na wakuu wa vyuo ni mashahidi, ikitoa huduma kule, ikiwafundisha walimu na wafanyakazi pamoja na wanafunzi. Kwa hiyo tunashukuru sana. Tumejifunza sana kupitia ofisi hii. Asante. Tunashukuru sana. Ni Farao, tumekuja kivingine, sio wale wa zamani. Tumenyamaza kimya tukiwa na moyo ule wa ibada. Pelekeni salamu kuwa sisi ni wengine, tunayo nguvu nyingine. Tumenyamaza kimya tukiwa na moyo ule wa ibada. Mwambieni Farao, tumekuja kivingine, sio wale wa zamani. Tumenyamaza kimya tukiwa na moyo ule wa ibada. Pelekeni salamu kuwa sisi ni wengine, tunayo nguvu nyingine. Tumenyamaza kimya tukiwa na moyo ule wa ibada. Bwana atapigana nasi tutajinyamazia kimya kimya. Yeye Bwana atapigana nasi tutajinyamazia kimya kimya. Tuna ujasiri, tunayo nguvu ya kushinda vita. Tuna ujasiri, tunayo nguvu ya kushinda vita. Kwani yeye Bwana atapigana nasi tutajinyamazia kimya kimya. Yeye Bwana atapigana nasi tutajinyamazia kimya kimya. Mpaka tufike nchi ya ahadi. Tumeweka pembeni manunguniko mpaka tufike nchi ya ahadi. Twapiganiwa, tunapambaniwa, sisi tunajinyamazia kimya. Twapiganiwa, tunapambaniwa, sisi tunajinyamazia kimya kimya. Nilijifunza kwanza, nilitamani hii kazi. Nilipata mafunzo huko Biblia. Ni mwaka 2000 Twapiganiwa, tunapambaniwa, sisi tunajinyamazia kimya. Twapiganiwa, tunapambaniwa, sisi tunajinyamazia kimya kimya. Umetutendea nini Musa? Tumenung'unika sana, umetutendea nini Musa? Mbona wataka tufie huku Musa? Musa, sio mateso na vita kubwa hiyo Musa. Musa, kwani tulikotoka hakukuwa na makaburi tufie kule? Kwani tulikotoka hakukuwa na makaburi tufie kule?
mpaka tufike nchi ya ahadi. Tumenung'unika sana, umetutendea nini Musa? Tumenung'unika sana, umetutendea nini Musa? Mbona wataka tufie huku Musa? Musa, sio mateso na vita kubwa hiyo Musa. Musa, kwani tulikotoka hakukuwa na makaburi tufie kule? Kwani tulikotoka hakukuwa na makaburi tufie kule? Taweka pembeni manung'uniko mpaka tufike nchi ya ahadi. Tumeweka pembeni manung'uniko mpaka tufike nchi ya ahadi. Tumeweka pembeni manung'uniko mpaka tufike nchi ya ahadi. Twapiganiwa, tunapambaniwa, sisi tunajinyamazia kimya. Twapiganiwa, tunapambaniwa, sisi tunajinyamazia kimya kimya. Tumeweka pembeni manung'uniko mpaka tufike nchi ya ahadi. Tumeweka pembeni manung'uniko mpaka tufike nchi ya ahadi. Twapiganiwa, tunapambaniwa, sisi tunajinyamazia kimya. Twapiganiwa, tunapambaniwa, sisi tunajinyamazia kimya kimya. Twapiganiwa, tunapambaniwa, sisi tunajinyamazia kimya kimya. Twapiganiwa, tunapambaniwa, sisi tunajinyamazia kimya kimya. Twapiganiwa